Jeshi la Iran latungua ndege nyingine ya kivita aina ya F-15 ya adui mvamizi. Sepai inaendelea kutoa dozi. Jeshi la Iran limetangaza kuwa limetungua ndege ya kivita aina ya F-15 ya maadui wa uvamizi Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli kusini mwa nchi. Ripoti iliyotolewa na jeshi la Iran imesema ndege ya kivita aina ya F-15 ya adui imepigwa kwa kombora la jeshi mapema katika anga ya maeneo ya pwani kusini mwa Iran karibu na kisiwa cha Hormuz. Taarifa ya idara ya uhusiano wa umma ya jeshi la Iran imesema uchaguzi wa kubaini taarifa zaidi kuhusu hatima ya ndege hiyo ya kivita bado unaendelea. Hii ni ndege ya 7 ya kivita ya muungano wa Marekani na Israeli kutunguliwa na majeshi ya Iran katika vita vya sasa vya madola hayo mawili vamizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Siku chache zilizopita, ndege ya kivita ya kimkakati aina ya F-35 ya jeshi la Marekani ilipigwa kwa kombora na kuharibiwa vibaya ikiwa kwenye anga ya kati mwa Iran kwa lengo la kutekeleza mashambulizi. Ndege hiyo ya kisasa ilipigwa kwa mfumo mpya wa kisasa wa ulinzi wa anga wa kikosi cha anga cha IRGC katika anga ya Iran ya kati na kuharibiwa vibaya. Msemaji wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, Captain Tim Hawkins, amesema kuwa ndege hiyo ya kivita kizazi cha 5 yenye uwezo wa kujificha kwenye rada ilikuwa ikitekeleza kile kilichoelezwa kuwa ni operation ya kivita juu ya anga ya Iran. Vile Kamanda Mousavi amesema Iran sasa inadhibiti kikamilifu anga ya Israeli. Kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ametangaza kuwa makombora ya Iran sasa yanadhibiti kikamilifu anga ya utawala wa Israeli. Kamanda Said Majid Mousavi ameandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii kwamba mbinu na mifumo mipya kurushia makombora itakayoanza kutumika kwenye wimbi jipya la operation ya Ahadi ya Kweli ya 4 itawaacha bumbuazi makamanda wa Marekani na utawala kizayuni wa Israeli. Kamanda Mousavi amesisitiza kuwa usiku wa jana anga ya kusini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Israeli iliangaza kwa masaa kadhaa. Matamshi hayo ya Kamanda Mousavi yanaashiria mashambulizi makubwa yaliyofanywa jana usiku na vikosi vya majeshi ya Iran dhidi ya miji na maeneo kadhaa muhimu na ya kistratejia ya kusini mwa Israeli, ikiwa ni pamoja na shambulizi dhidi ya taasisi za nyuklia za Dimona ambapo wazayuni zaidi ya 100 waliripotiwa kuuawa au kujeruhiwa. Vile jeshi la Iran limelenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion kwa drone. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa jeshi hilo limetekeleza shambulio kwa mafanikio dhidi ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika mji wa Lod, umbali wa kilomita 15 kusini mashariki mwa Tel Aviv kwa kutumia drone ya kisasa ya Arash-2. Brigedia Mohammad Akramia akitoa maelezo kuhusu operesheni ya hivi karibuni dhidi ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa utawala wa Israeli amesema kuwa sehemu kubwa ya drone zilizotumika zilikuwa aina ya Arash-2 zenye masafa kilomita 2000 ambazo kutokana na uwezo wa kukwepa rada ziliweza kulenga shabaha kwa urahisi. Brigedia Akarminia ameongeza kuwa drone nyingi zilizotumia dhidi ya uwanja wa Ben Gurion ni Arash-2 ambayo ni toleo lililoendelezwa zaidi na lenye nguvu kuliko Kian Arash-1. Ina uwezo wa kufika umbali wa kilomita 2000 na katika istilahi yetu huitwa drone zinazolenga maeneo ya Israeli. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameongeza kuwa drone hizi hupenya kwa urahisi kwenye mifumo ya ulinzi wa anga na kuwa vigumu kwa upande wa pili kuzigundua. Brigedia Akarminia amesisitiza kuwa drone hizi zina uwezo wa kulenga kwa usahihi mkubwa na kuongeza, Arash-2 hutengenezwa kwa kasi kubwa na maandalizi yake ya kurushwa ni ya haraka sana, kwa hiyo tunapofanya uamuzi tunaweza kuzindua idadi kubwa kwa urahisi. Msemaji wa jeshi akizungumzia shambulio dhidi ya uwanja wa Ben Gurion amesema uwanja huu ni mkubwa zaidi kijeshi kwa utawala wa kizayuni wa Israeli. Katika mzozo huu umekuwa mahali pa kukusanya ndege za kivita na kukusanya ndege za mafuta ambazo zinatumika kujaza mafuta ndege za kivita zinazoruka angani katika mashambulizi dhidi ya Iran. Aidha amesema karibu na uwanja huu kuna viwanda vya matengenezo ya ndege, jambo linaloupa umuhimu wa kijeshi katika utawala ghasibu wa Israeli. Msemaji wa jeshi la Iran amebainisha umuhimu wa kiuchumi wa uwanja huo kwa utawala wa kizayuni na kusema kwa kuwa shughuli kubwa za kibiashara hupitia uwanja wa Ben Gurion, uwanja huu ni kama mshipa mkuu wa uchumi wa utawala wa kizayuni. Akizungumzia malengo ya operesheni hiyo amesema katika mashambulizi dhidi ya uwanja wa Ben Gurion tulilenga ndege za kijeshi, matanki ya mafuta, miundombinu ya rada na miundombinu ya uwanja wa ndege. Taarifa tulizonazo zinaonyesha kuwa safari za ndege zimepata hitilafu. Vile
Msemaji wa kamanda ya jeshi la Iran Hatam Al-Anbiya ametoa onyo kali kuhusu uwezekano wa kushambuliwa kijeshi miundombinu ya nishati na mafuta ya Iran. Kulingana na ripoti kutoka shirika la habari la Tasnim, Ibrahim Zogladar, msemaji wa kituo hicho, amesema kufuatia onyo za awali, ikiwa miundombinu ya mafuta na nishati ya Iran itashambuliwa na adui, basi miundombinu yote ya nishati, teknolojia ya habari na mitambo ya kusafisha maji inayomilikiwa na Marekani na utawala wa Kizayuni kwenye eneo hili itakuwa lengo la mashambulizi. Shirika la habari la Tasnim limeripoti kwamba mtawala wa Marekani Donald Trump ametishia kupitia mitandao ya kijamii kwamba iwapo Iran haitafungua lango bahari la Hormuz kwa meli zote, basi Marekani itashambulia miundombinu ya nishati ya Iran. Trump ametishia wazi kwamba ataanza kwa kushambulia kituo kikubwa zaidi cha kuzalisha nishati cha Iran. Baada ya Trump kushindwa kutumia jeshi la Marekani kusindikiza meli za mafuta, sasa anatoa vitisho vya kushambulia miundombinu ya nishati ya Iran ili kuilazimu Teherani iruhusu meli zote zipite katika njia hiyo muhimu ya bahari. Iran imesisitiza kuwa itatekeleza sera ya jicho kwa jicho katika kujibu jinai za Israeli katika fremu hiyo. Juzi, baada ya utawala Kizayuni wa Israeli kutekeleza hujuma dhidi ya kituo cha nyuklia cha Natanz nchini Iran, jeshi la Iran limejibu kwa kutekeleza shambulio dhidi ya kituo cha nyuklia cha Dimona cha utawala wa Israeli na kusababisha hasara kubwa. Msemaji wa tawi la kijeshi la harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas amepongeza mashambulizi ya makombora ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya maeneo mbalimbali ya utawala ghasibu wa Israeli. Abu Obaida amesema, kwa fahari kubwa tunatazama mashambulizi makubwa ya makombora yaliyofanywa usiku huu na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepai, yaliyolenga maeneo ya ndani kabisa katika ardhi za adui kwa kutumia mbinu mpya na kuua na kujeruhi makumi ya Wazayuni. Msemaji wa Izzuddin Qassam ameongeza kuwa mashambulizi hayo ni jibu halali si kwa uchokozi wa Wazayuni wa Marekani tu dhidi ya Iran, bali pia kwa mauaji ya kimbari yanayofanywa dhidi ya watu wa Palestina kwenye ukanda wa Gaza. Abu Obaida amesema adui mzayuni haelewi isipokuwa lugha ya mabavu na hakuna njia ya kusimamisha uchokozi wake isipokuwa kumtuisha gharama na hasara kubwa, la sivyo ataendeleza uchokozi wake dhidi ya nchi za Kiarabu na Kiislamu. Vilevile, baada ya Iran kufunga lango bahari la Hormuz na kupanda bei ya nishati kwa kiwango kikubwa, Wizara ya Fedha Marekani imelazimika kutangaza kuwa imeondoa vikwazo vya kununua mafuta ya Iran kwa kipindi cha mwezi mmoja. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya Jamhuri ya Kiislamu kufunga lango bahari la Hormuz na kupanda juu bei ya nishati duniani kote. Wizara ya Fedha Marekani imelazimika kutangaza kuwa imeruhusu kununua mafuta ghafi na bidhaa zinazotokana na mafuta petroli zilizoko kwenye meli tangu tarehe 20 Machi. Taarifa hiyo imeongeza kuwa ruhusa hiyo itaendelea kutumika hadi tarehe 19 Aprili. Itakumbukwa kuwa waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent Alhamisi iliyopita alikiri kuwa kuondolewa marufuku hiyo kutaruhusu karibu mapipa milioni 140 ya mafuta ya petroli kuingizwa kwenye soko la kimataifa la bidhaa hiyo na kupunguza mashinikizo makubwa yaliyosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran kwenye soko hilo. Hata hivyo, mkurugenzi wa uhusiano wa umma na msemaji wa Wizara ya Mafuta ya Iran Saman Kodus amekadhibisha madai ya Marekani kwamba kuna mafuta ya Iran ambayo hayajauzwa yaliyokwama kwenye meli baharini, akisema kwa sasa Teherani haina mafuta ya ziada yaliyokwama baharini kwa ajili ya kuuzwa kwenye masoko ya kimataifa. Amesisitiza kuwa matamshi ya waziri wa fedha wa Marekani yana lengo la kurejesha matumaini kwa wanunuzi wa mafuta na kudhibiti mkanganyiko wa kisaikolojia wa masoko ya bidhaa hiyo. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.